kubwa lililonileta Benjamin Mkapa sio kwa ajili ya kuangalia fagia uwanja, maana leo kuna fagia uwanja na kesho ndo shughuli yenyewe inafanyika kesho. Kwa hiyo leo ndo matarumbeta na nini, ila kesho shughuli inafanyika hapa Benjamin Mkapa. Lakini kikubwa kilichonileta hapa, kikubwa kabisa cha kwanza ni kuhusu mfumo wa N-card. N-card inaonekana kuna mechi wameiweka ya klabu bingwa ambayo wameweka ya nyuma mwiko zidi ya Silver kutoka pole Malawi, lakini kuna mechi kama mbili pia za ligi ndio zimewekwa kwenye mkeka hapa. Lakini mechi ya Simba ipo lakini imewekwa kwenye mabano, imewekwa kwenye namba 5 ambaye zaidi, na maana neno zaidi vitu ambavyo vingine na nadharia inawezekana ikawa sio mpira, mambo mengine. Hasa mwingine akiona pale mkeka haupo anajua kama mechi ya Simba kwenye mtandao haipo. Kumbe mechi ipo. Nimepigiwa simu na watu karibia 20 nikasema nitakuja kufanya mahojiano ili kutoa ufafanuzi kwenye hilo. Ikiwezekana N-card watufanyie ufafanuzi, uwekwe mkeka unyooke ili watu wasipate shida kwenda kwenye mfumo ambaye sio rafiki ambao wao hawajauzoea. Maana ndio shida. Mwingine anakuambia mechi haipo kumbe ipo kwenye mtandao. Kwa hiyo kwa wewe mwana Simba ambaye hujakata tiketi kabla N-card labda hawajafanya upembuzi wao na kuweka mkeka rasmi hapo, wewe nenda kwenye namba 5 kwenye neno zaidi, fungua hapo utaikuta mechi ya Simba zidi ya ndugu zetu kutoka kule Malawi, kutoka kule wapi Eswatini, Nsingizini, utaikuta hapo. Kata tiketi yako mapema uokope usumbufu, maana siku ya kesho ukichelewa kukata inawezekana mtandao ukajamu. Kwa hiyo kata mapema ili tukutane Benjamin Mkapa. Lakini leo mimi niko hapa kwa ajili ya kuangalia fagia uwanja ya mechi ya kesho. Kwa nini kwanza unataka kuangalia mechi ya leo Young Africans zidi ya Silver Striker? Mimi binafsi sitoingia uwanjani kifupi. Mimi sitoingia uwanjani. Nikimaliza majambo yangu hapa, nitarejea mtaani kwangu kwenda kuingia uwandani na kwenda kuangalia mpira kwa hela, kwa sababu mimi siwezi kukubali kuingizwa bure, na kati mimi kule mtaani kwenye vibanda umiza tunaingia kwa pesa. Kwa hiyo siwezi kukubali kuingia bure, kati nyumbani pesa ukitoa unaangalia mpira. Kule hakuna bure. Kwa bure kuna shida gani Mnandi? Va bure msiba, vya bure mikutano ya kisiasa, utaenda kuangalia mgombea na nadi sera zake, labda mikutano ya serikali ya mitaa mtaani kuongea na wananchi wao. Hivyo ndio vinakuwa vitu vya bure. Lakini ukizungumzia neno starehe, sio mpira tu, kitu chochote kinachoitwa starehe lazima utoe pesa mfukoni ndipo uingie kwenda kuangalia hiyo shughuli. Kwa hiyo mimi siwezi kukubali kuingizwa bure na kati pesa ninayo. Nitasubiri kesho siku ya pesa na tiketi yangu ya VPB nimeshakata mapema sana, nitakuwepo Benjamin Mkapa kuja kumwangalia Black Lion, kuja kuangalia Master Matatu, Master Vipuli anafanya nini, goli 3 kushangilia. Je, atataka ashangilie goli ngapi? Mapema lazima uje kuangalia vitu hivyo kwa hela. Huwezi kuangalia tatu bure. Tajiri sikatoa hela, wanahitaji baba anakuambia baba akiwa tajiri wewe ukauza karanga. Ndio maana mpaka leo unaona wana Yanga wanasherehekea kuingia uwanjani bure. Sasa tajiri ukiniambia katoa hela, hii binafsi sio bonanza. Hii ni international game, mechi ya kimataifa. Unaponiambia bure, wachezaji wamesajiliwa kwa gharama, wanalipwa posho, wanalipwa mishahara, kuna malazi, wanasafiri. Kwa hivyo vitu vyote vinahitaji pesa. Sasa binafsi zimetolewa jezi toka wewe kama mshabiki ununue. Ukiangalia wanunua jezi mpya ni watu wachache sana msimu huu. Leo unaponiambia kwamba mechi bure wewe unasherehekea, je, huyo tajiri ambaye katoa hiyo pesa yake anaenda kuifidia wapi? Baadaye ukiambiwa anadai bilioni 15, unaweza kujaje? Kwa nini udai bilioni 15? Si tayari kuna vitu vya favor mmeshavipata. Maana hiyo ni pesa, baki tiketi zote zimeshanunuliwa. Nyinyi hapa mnaingia tu kwa sababu tiketi tayari zishanunuliwa. Ndio maana unaingia bure. Sasa ya bure hakuna. Lakini ni hela zao za wanachama, kadi na wanachama ambazo nyewe hamna Mnandi. Hela za wanachama ndio watu waingie bure. Timu ina mahitaji mangapi? Hapana, na ndio maana kila mwisho wa msimu wana madeni hapo. Yale madeni manake kuna matumizi yanatumika, bado hayatoshi, manake kuna pesa za dharura zinakopwa sehemu ili zifeve club. Sasa wewe leo unafurahia bure. Kitu cha bure sio kitu kizuri kwa hivi vilabu vikubwa. Acha Azam kuingia bure, hawana mashabiki. Singida pia hawana mashabiki. Wana haki mechi zao hizo zote kuwa bure, lakini binafsi Simba nyuma mwiko hawatakiwi kuingiza mashabiki bure kwenye mechi kama hizi. Watakuwa wawe serious na haya mashindano. Na ndio maana sisi tumepata tuzo ya mashabiki bora. Sio kwa ajili ya kujaza uwanja kwa bure. Tunajaza uwanja na kwa kuingia kwa viingilio. Sasa wewe unaingia bure, afu haya kafu wanapataje hela? Sababu kafu pia manake wanapata hela kupitia haya mashindano. Wewe leo bure. Maana unatoa hela mfukoni unawalipa kafu. Hapa watu wanaingia bure. Na wao wanaangalia, je, tiketi watu wananunua, tiketi wanunui, maana wanaona timu hawaipendi, mashabiki wanapenda vitonga, maana timu inaonekana haina mashabiki kwenye nchi hii. Hata Mamelodi wanaingia bure. Na Mamelodi vile pia hawana pressure kwenye hiyo mashindano, na Mamelodi sio mechi zote bure. Sawa, inatokea mechi. Yanga ni mechi zote. Hii mechi ya 4 naifuatilia ya bure. Kipindi cha Manji mechi 2, moja na Elimiliki bila CCM Kirumba, mechi ya pili zidi ya TP Mazembe Ngribe hapa wakafungwa 1-0 hapa nyumbani. Lakini pia amerudia utawala huu wa Engineer Hersi, mwenyekiti wa ulinzi Afrika, lakini na mwenyekiti wa ulinzi, mjumbe wa ulinzi FIFA. Pia mashabiki waliingia bure mechi ya USM Alger hapo, nadhani unakumbuka. Nyuma mwiko kapigwa 2-1 hapa. Mechi inayofuata ya bure zidi ya Mamelodi Sundowns bila. Kwa hiyo inaonekana kwamba mechi zote za bure zile 4 nyuma mwiko wa kupata matokeo mazuri. Sasa sijui leo itakuwaje. Watapindua meza ya chips ama watapindua meza ya vioo? Sijajua. Unaiona Young
Africans ina nafasi ya kushinda hapa Benjamin Mkapa ili waweze kufuzu hatua ya makundi siku ya leo? Nafasi wanayo ya kufuzu kwenda hatua inayofuata, kwa sababu binafsi timu wanaocheza nayo na wao daraja ni tofauti. Timu wanaocheza nayo ni underground, pamoja wamepata matokeo kule kwao Malawi, lakini sidhani kwamba hapa wana 90% za kuqualify kwenda makundi. Kwa hiyo wakileta dharau, basi inawezekana wakadondoka vijana wale wakafuzu kwenda hatua inayofuata, kwa sababu tayari mpaka sasa wanaingia kwenye mchezo wakiwa tayari wana mtaji, wana matokeo. Kwa hiyo kikubwa binafsi ni waombe waingie kwa nidhamu, waingie kwa heshima na busara, waje kupiga kazi ili wapate matokeo. Mashabiki kujaza uwanja sio sababu ya wao kupata matokeo. Wanaweza wakajaza na matokeo yasipatikane kwenye pichi, kwa sababu nimekutolea tafsiri ya mechi zote 4 ambayo wamekosa matokeo na mashabiki walijaa uwanjani. Kwa hiyo ninachokiamini, wachezaji wapambane kwa jasho na damu kuhakikisha wanaiheshimisha nchi ya Tanzania. Sio timu yao tu. Maana ikishinda nyuma mwiko, maana taifa limefanyaje? Limeshinda. Sasa ukisema Oktoba tunatiki, alafu nyinyi kwenye football alafu ni timu ya wananchi mkashindwa kutiki, maana mmelizalisha taifa. Wapambane wahakikishe wanaliheshimisha taifa la Tanzania. Hicho ndio kitu kikubwa. Lakini mshabiki mambo yake mawili. Atashangilia, lakini akiona matokeo magumu atabadilika upande wa pili, atazomea. Kwa sababu leo wanafunzi wapo uwanjani, mateja wote wa wilaya zote za Dar es Salaam wapo uwanjani, wameacha shughuli zao za kula masadoni, leo wako hapa. Kwa hiyo kikubwa ni kwenda kuhamasisha mashabiki wao washangilie mwanzo mwisho. Sio wanapigwa goli wamekaa kimya. Washangilie kama walivyofanya mashabiki wa Simba kule Nswatini. Mwanzo mwisho, na ndio maana tumepata matokeo mazuri. Shukrani sana. Asante, tukutane baada ya game. Okay, mtazamaji wa Matole TV, hapa unaona ni uwanja wa Benjamin Mkapa ambapo itapigwa mechi ya Young Africans dhidi ya Silver Striker rasmi majira saa 11 kamili jioni. Kama unavyoona sasa 6 kamili mchana, ni mashabiki na wanachama wa klabu ya Young Africans wamekuja kuishangilia timu yao na wamekuja na ujazo uwanja. Kama unavyoona mashabiki ni wengi sana hapa uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kuishangilia na kuiwezesha timu yao hii ambayo inacheza mechi ya maamuzi, mechi ambayo itawezesha kweli kuweza kufuzu hatua ya makundi au waishie hapa hatima ipo mikononi kwao, na wamekuja kuwapa sasa hamsha wachezaji wao ili waweze kuondoka na magoli. Inapofahamika 2023 ambapo klabu ya Young Africans waliweza kufika finali katika michuano ya CAF Federation Cup, ikaja hatua pili CAF Champions League, ukaweza kufika hatua ya robo finali ambapo wanakwambia wenyewe kitu ambacho kiliwafanya watoke katika mashindano ni figisu baada ya goli la Stefan Aziz Ki kukataliwa pale katika uwanja wa Mamelodi Sundowns South Africa. Wakaja tena wakaishia hatua za makundi ambapo Young Africans ilibidi ipate hata goli moja tu ili mradi waweze kufuzu hatua ya robo finali dhidi ya MC Alger, lakini Mungu bahati haikuwa upande wao, hawakuweza kufanikiwa kwa hilo, na leo hii sasa wamerudi tena kuweza funga mechi hii ya leo ili waweze kufuzu hatua hii ya preliminary stage, hatua za awali, ambapo rais wa klabu yao Young Africans Engineer Hersi aliambiwa kwamba malengo yao mwaka huu ni kuweza kufika makundi. Sasa hapa wananchi wanakuja kutimiza lile lengo la wao wenyewe kuomba kwamba mechi iwe bure ili waweze kuja kuangalia timu yao vizuri, na kweli mechi imewekwa bure na mageti tayari yameshafunguliwa hapa Benjamin Mkapa, na mashabiki ni wengi kweli kama unavyoona, wanaenda kuishangilia timu yao, wanaenda kuipa tabasamu timu yao wakiwa na matumaini makubwa kama wao wanavyojua kwamba kwa Mkapa